na katika mwili ibada bora ni kuswali. Lakini kwa nini tunachinja ndugu zangu Waislamu? Allah amesema lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah hapokei wala hachukui wala hapelekewi nyama wala damu, lakini anachopelekewa yeye ni uchamungu wenu. Ni pale utakapofanya ibada kwa ikhlas, utatekeleza kwa kutafuta radhi za Allah. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Yeye ndo anapelekewa au inapanda kwenda kwake juu maneno mazuri na amali njema. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini tunachinja? Tunachinja kwa kumuiga Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ni nabii ambao kwamba Allah kampatia mtihani mkubwa na kampatia mitihani tofauti yote mikubwa, lakini kwa taufiki ya Allah na mapenzi yake makubwa kwa Allah ndo maana amefaulu mitihani ya Allah. Na unapopendwa na Allah ni lazima ukubali kutahiniwa na Allah. Ndo maana saa hizi yenyewe muko ndani ya mtihani, mumeketi munasikiliza khutba hali ya kuwa jua linawapiga. Na muomba Allah kama alivyowapatia subra kuvumilia ukali wa jua, basi awahifadhi na ukali wa moto wake, awakinge musinge motoni na waruzukie mwingie peponi. Ewe Mola wetu, ikiwa hatuna uwezo wa kusubiria ukali wa jua lako, vipi tutakuwa na uwezo wa kusubiria ukali wa moto wako? Ndugu zangu, ili wewe uwe uko na uwezo wa kutekeleza maamrisho ya Allah, ni lazima uwe mcha Mungu. Na ucha Mungu unaletwa na ukweli wa mapenzi utakaokuwa nayo kwa Allah. Yatahaqqaqu at-taqwa bil mahabba wa tatahaqqaqu al-mahabbatu bit-ta'a. Inakuwa ukweli wa ucha Mungu kama unampenda yule unayemcha, ambaye kwamba ni Allah tabaraka wa taala. Ndo maana Allah ambaye kwamba anaweza kuangalia kilichomo ndani ya moyo, alipoona moyo wa Nabii Allah Ibrahim ndani yake kuna mapenzi ya Mola wake, na pale pale ndani yake kuna mapenzi ya mtoto wake, ndo maana Allah kamtahini kwa kumwamrisha amchinje mtoto wake. Ndugu zangu, huyu alitahiniwa kwa kuamrishwa amchinje mtoto aliyemzaa, aliyekuwa yumpenda, aliyekuwa yumtamani. Sisi tumeamrishwa tuchinje wanyama, lakini angalieni tofauti. Aliamrishwa amchinje mtoto, alimchinja na akatekeleza amri aliyoamrishwa na Allah. Na aliamrishwa achinje mnyama ng'ombe. Banu Israili waliuliza maswali mengi, lakini mwisho Allah asema fadhabahuha wa ma kadu fa'ilin. Walimchinja lakini walikaribia wasitekeleze hilo. Lakini tunasikitika leo baadhi ya Waislamu badala ya kujifananisha na Nabii Allah Ibrahim kwa kutekeleza maamrisho ya Allah, au pia afadhali wajifananishe na Banu Israili pamoja na maswali mengi, lakini mwisho walichinja. Lakini kuna wengi wetu ambao kwamba wana uwezo wa kuchinja hawachinji. Je, tutawafananisha na kina nani hawa? Washirikina wanachinja kwa ushirikina wao. Banu Israili walichinja baada ya kuamrishwa na Mola wao, pamoja na kuwa waliuliza maswali mengi. Waislamu wanachinja kwa kuamrishwa na Mola wao. Je, wewe ambao kwamba ni Muislamu na Allah kakupatia uwezo, ukiacha kuchinja umejifananisha na nani? Banu Israili wamechinja, washirikina wanachinja kwa kumshirikisha Allah, Waislamu wanachinja kwa kuamrishwa na Allah. Yule ambaye kwamba achinji anafuata dini gani? Ndugu zangu Waislamu, angalieni amri iliyokuja. Nabii Allah Ibrahim ameamrishwa kupitia ndoto, na akaona yomchinja mtoto wake, na hivyo hivyo kusema hii ni ndoto, alienda mbio kuitekeleza ndoto ama kutekeleza amri aliyoamrishwa ya kuchinja. Na sisi tunayemuiga Nabii Allah Ibrahim lazima twende mbio kutekeleza amri hii.
Usiseme waliochinjwa ni wanyama wengi. Tunasikitika leo wenye uwezo wa kuchinja wanawafuata wenye kuchinja kuambia usikose kunipatia na mimi. Wewe ilikuwa unastahiki uchinje, kwa nini ungojea kupewa? Wewe unastahiki utoe, kwa nini ungojea kupewa? Kwa sababu tunataka friji tujaze nyama za mwezi mzima. La, lengo la kuchinja si kula tu, bali ni kutekeleza maamrisho ya Allah. Usiseme umechinja ng'ombe nyingi majengo, mbuzi wengi, nikichinja itakuwa ni israfu. Sio lengo la kuchinja. Lengo la kuchinja ni kuadhimisha alama ya Allah, na lengo hili lionekane katika majumba yetu kwamba tunaadhimisha ibada hii takatifu. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Ndugu zangu, angalieni hapa, Ibrahim amepewa mtihani wa kuchinja mtoto, na mtoto amepewa mtihani wa kuchinjwa. Lakini angalia tofauti ya mtoto huyu na mtoto wa Nabii Allah Nuh. Mtoto wa Nabii Allah Nuh, babake yotaka kumuokoa asife, amwambia ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, panda hapa nikuokoe usife, maji yatakuja mengi. Mtoto alikataa kutii kwa kuokolewa. Lakini mtoto aliyetakana kuchinjwa alikubali na akasema satajiduni insha Allahu minas sabirin, utanipata mimi Mungu akipenda akitaka ni mwenye kusubiri. Hii tupe funzo, mahusiano gani mazuri yalikuwa baina ya mtoto na babake. Ingekuwa mtoto ni mkaidi, mtoto asikii, mtoto ni mjeuri, baba hangeona uzito wa kumchinja. Lakini angalieni, baba amepata mtoto akiwa mzee, na wakati yofaidika na mtoto wake, na wakati mtoto wake ni mwema kwake. Hakuna jambo kubwa jema unaweza mfanyia mzazi wako kama vile utakavyokuwa mwema na utakavyokuwa mtiifu kwa Mola wako. Mtihani Nabii Allah Ismail akafaulu akapita. Lakini lengo liko hapa la khutba yangu, sikilizeni vizuri. Lengo liko hapa, alipokubali kutii amri ya Allah, mtihani kwa babake, mtihani kwa mtoto, mtihani kwa mamake. Ibrahim alipoamua kumchinja, kisu kilikataa kukata. Ndugu zangu, tunajua nature ya kisu, hali yake ni kukata, na kisu kilichokuwa na makali makubwa ni lazima kikate. Hivi ushajiuliza swali, ni kwa nini kisu hichi kimekataa kukata? Je, kimekataa kukata kwa sababu hakina makali? Ingekuwa hiyo ni sababu, hangetumia Nabii Allah Ibrahim kisu hicho kumchinja kondoo. Lakini kimekataa kukata kwa sababu Allah ameamrisha Nabii Allah Ismail asichinjwe na hicho kisu kisimkate. Lengo ilikuwa ni kuchinjwa Ismail, bali lengo ilikuwa ni kuchinja yale mapenzi ya Ismaili yanayopatikana katika moyo wa babake. Na Allah akataka katika moyo anaona kilichomo ndani yake, aone hakuna mwingine anayependwa ndani ya moyo ule mmoja isipokuwa yeye peke yake, Allah tabaraka wa taala. Kisu kimekataa kukata kwa kuamrishwa na Allah, kama vile moto ulikataa kuchoma kwa kuamrishwa na Allah. Na kisu hichi kimeambiwa kisimchinje Ismail peke yake, kikaweza kuchinja vitu vingine. Kama vile moto uliamrishwa usimchome Ibrahim, kikachoma kitu chengine. Allah alipoongelesha moto na akawaambia ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ewe moto kuwa baridi na salama kwa Ibrahim. Ndugu zangu, naulizeni swali, sisi binadamu tumejaliwa tuko na akili, sisi binadamu tumejaliwa tuko na moyo, sisi binadamu tumejaliwa tuko na uchaguzi. Pale Allah anapotuamrisha tunaweza chagua, tunatii ama tunawacha. Ndio maana wengine wamechagua kubaki kusikia khutba na wengine wamechagua kwenda zao. Lakini angalieni moto usiokuwa na moyo, moto usiokuwa na akili, moto usiokuwa na uchaguzi, moto usioelewa, usiosikia, una masikio. Moja kwa moja Allah alipouongelesha ulisikia. Je, huu moto na hichi kisu kiliokataa kuchinja kilijadili mbona mimi maamrisho haya? Je, kilichelewa kutekeleza maamrisho ya Allah?
Je, imemwasi Allah? Moja kwa moja ilivyoamrishwa moto imetii. Mbona sisi tuko na akili mangapi tunaamrishwa na tunamwasi Allah? Masikitiko ni wale waliofunga jana Arafa kwa malengo ya kujikurubisha kwa Allah, lakini leo washaeka oda zao na washaeka deti zao na washanuia leo kumaasi Mola wao. Wako wapi moto usiokuwa na moyo, akili na hauna uchaguzi? Ulipoamrishwa na Allah moja kwa moja umemtii Allah. Kisu kilipoamrishwa na Allah kisichinje, moja kwa moja kimemtii Allah. Mbona sisi tuko wazito kumtii Allah? Fattaqwa huwa fi'lu al-ma'muri wa tarki al-mahdhuri waridha bil-maqduri. Takwa maana yake ni kufanya ulichoamrisha na kuacha ulichokatazwa na kuridhika na kile Allah alichokadiria. Ndugu zangu, narun lam tahriq Ibrahim wa sikinun lam taqtul Ismail wa bahrun lam yaghriq Musa wa hutun lam yakul Yunus. Moto haujamchoma Ibrahim kwa amri ya Allah. Kisu hakikumchinja Ismail kwa amri ya Allah. Bahari haikumwangamiza Musa kwa amri ya Allah wakati ni mtoto kichanga, na nyangumi hakuweza kumla Yunus kwa amri ya Allah. Vitu hivi vyote vimemtii Allah wakati havina akili, bali vingine havina uhai. Moto, kisu, bahari, lakini vilisikia mwito wa Allah. Sisi ni kitu gani kinatufanya tusisikie? Ni kitu gani kinatufanya tusitii baada ya Allah kutupatia kila kitu? Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Idha kanat al-jamadat qad khada'at لأمر الإله بلا تمرد فكيف بعقل وهبه الإله يعيش بعصيان وتعند. Ikiwa vitu visivyokuwa na uhai vinanyenyekea kwa Allah na vinatekeleza maamrisho ya Allah bila ya ukaidi, vipi inakuwa kwa mtu aliopewa na Allah akili anaishi akimwasi Allah na akiwa na inadi? سبحان ملك القدوس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ndugu zangu, Allah amemtahini Nabii Allah Ibrahim kwa kumchinja mtoto wake, na mtoto ametahiniwa kwa kutaka kuchinjwa, na bila shaka tunajua ya kuwa mtu anayechinjwa anapoteza uhai. Lakini angalieni, Allah lengo lake si kukutahini ili akutese, bali lengo lake anakutahini akuweke karibu. Inna Allah la yabtalika litaktaib wa innama yabtalika litaktarib. Allah hakutahini ili uwe na huzuni, lakini anakutahini ili uwe karibu yake na upate radhi zake. Ndugu zangu, huyu mtoto ilikuwa achinjwa amalize uhai, lakini mpaka leo yuko na uhai hata kama amekufa. Yeye na babake. Baba kila swala tukiadhini tunamtaja, na kila katika swala tunamtaja, na mtoto kila tunapotaka kuchinja wanyama tunakumbuka sababu ni yule mtoto aliyotaka kuchinjwa. Kwa maana hiyo, tukimbilieni kutii maamrisho ya Allah, na tukimbilieni kuchinja, na tukimbilieni kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, ili tuweze kuwa wacha Mungu kikweli. Namaliza na haya ndugu zangu. Hapa kuna wazazi, baba, mama. Kuna waume ambao kwamba wako na wake zao, na kuna wake wako na waume zao. Kuna watoto na kuna mabinti. Allah amesema katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ziokoeni nafsi zenu na moto. Leo ni siku ya furaha, ndiyo. Je, tunafurahika na furaha yetu tunamshirikisha Mola wetu, au furaha yetu tunamshirikisha shetani? Hii ndo swali yafaa tujiulize.
Wewe ambao kama ni mzazi, ni lazima ujue mtoto wako leo ni siku furaha, atavaa vipi? Je, anavovaa anapata hasira za Allah? Je, alivyo anapata laana za Allah? Kwani napenda wajue dada zangu na mama zangu, alama ya kuonesha we ni mtu wa motoni ni pale utakapofadhilisha mavazi ya kudhihirisha maumbile yako. Alama ya kuonesha Allah amekulaani, amekukasirikia ni pale utakapovaa vazi na bado uko uchi. Kwa hiyo tumcheni Allah wanaume, tumcheni Allah wazazi, tumcheni Allah, tujue tuna jukumu letu na wale watoto wako chini yetu, na tujue ya kuwa Allah atatuuliza. Tukimbilieni kumtii Allah, isipatikane nyumba ambayo kwamba ndani yake yuko aliyelaaniwa, ndani yake yuko aliyokasirikiwa. Mtume amesema sinfani min ahli an-nari lam ara mithlahuma qat, watu wawili ni wa motoni sijaona mfano wake. Miongoni mwa hao ni wanawake wanaovaa mavazi aliyokuwa wako uchi. Basi isipatikane katika nyumba isipokuwa umemwamrisha mtoto wangu jistiri. Na baba mwema alipoulizwa na binti yake ni jistiri sehemu gani katika mwili, baba alijibu akasema, binti yangu, stiri mahali pale ambapo kwamba hapawezi kuvumilia moto wa Allah. Ile sehemu isiyoweza kuvumilia moto wa Allah stiri, lakini sehemu inaweza kuvumilia iwache wazi. Ni sehemu gani haiwezi kuvumilia, yaweza kuvumilia moto wa Allah? Kwa hiyo ndugu zangu, tunachinja kwa kumuiga Nabii Allah Ibrahim, tunachinja kwa kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunachinja kwa kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala, tunachinja kwa kumshukuru Allah kwa neema yake, tunachinja kwa kuleta wasaa kwa nafsi zetu na familia zetu na mafukara, na kule kuchinja inaunganisha kizazi, kwa sababu unagawanya fungu la nyumbani, unagawanya fungu la majirani na familia, na unagawanya fungu la watu maskini. Tunachinja kwa malengo ya kuadhimisha alama ya utukufu wa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, tutokeni hapa tukiwa tumedhamiria kuyafanya anayoyapenda Allah, tubakie tukimshukuru Allah kwa neema zake. Mwisho namshukuru sana rais wetu wa Kenya ambao kwamba ameweza kutengeza sehemu hii na akaturuhusu tukaruhusiwa tukaswali kwa amani na salama tukiwa tumetulia sehemu nzuri sana. Ni lazima tumshukuru Allah kwa neema kama hii, amani tuko nao, na tumshukuru rais wetu. Mungu azidi kumuongoza, na Mungu azidi kumsaidia, na Mungu azidi kumuhifadhi na kila shari na kila wenye shari, na Mungu azidi kumtilia taufika afanye yale ambayo kwamba wananchi wao watafaidika nao. Na washukuru nyote kwa kuvumilia. Allah wabariki na atusamehe sote madhambi zetu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام. MBTV, dira ya maisha yako. Ikiwa vitabu ni mabustani ya wanavyoni, basi MBTV ni bustani ya watazamaji wake. Pata elimu na maarifa lukuki kutoka MBTV. Pia usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kuyapata matamu yote yanayoandaliwa kwa ajili yako. MBTV, dira ya maisha yako. Yuwalingania dini kwa maneno na vitendo, na moyo wake laini na wala hana mafundo, na moyo wake laini na wala hana mafundo. Jina lake tambueni ni Muhammad Bahe.